Wahitimu oye! Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye pia ni mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar, Kaimu Makamu Mkuu wa Chuo Profesa Abdi Abdallah, Mheshimiwa Hadija Salum Ali, kwa niaba ya Mheshimiwa Leila Muhammad Musa, Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Awali, Mwenyekiti wa Baraza la Chuo mama yangu Bi Hamida Ahmed, Katibu Mkuu Kiongozi dada yangu ndugu Zena Ahmed Said, waheshimiwa mawaziri mliopo, waheshimiwa wabunge nimewaona baadhi, waheshimiwa wakuu wa taasisi mbalimbali na wakurugenzi wa idara mbalimbali, kazi na utu. Awali ya yote naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika hapa katika sherehe ya mahafali ya 21 ya Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar SUZA. Pili, kwa heshima kubwa kama nilivyokaribishwa, naomba kutoa salamu za dhati kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Profesa Adolf Faustin Mkenda. Alitakiwa kushiriki mahafali haya leo, lakini kutokana na majukumu mengi yeye ameenda kule Lindi wanaeka jiwe la msingi. Amenitaka mimi nifike hapa kwa niaba yake kuja kumwakilisha. Na nashukuru sana kwa mwaliko huu, kwa kutambua kwamba elimu ya juu ni sehemu ya muungano wetu. Mheshimiwa Waziri pia anatoa pongezi sana kwa wahitimu wetu wa leo kwa kufanikiwa kukamilisha masomo yao kwa bidii na ustahimilivu. Kwa heshima nichukue nafasi hii pia nikushukuru wewe mkuu wetu wa chuo hiki cha SUZA, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye pia ni mkuu wa chuo hiki, kwa kuendelea kukisimamia na kukilea chuo kikuu kitaaluma na kimaadili, licha ya majukumu mengi ambayo yuko nayo, lakini imekuwa ukifanya kazi hii kwa weledi, lakini pia kwa karibu zaidi. Tunakushukuru sana kwa uwezo huu. Mheshimiwa mkuu wa chuo, kama sote tunakufahamu, SUZA ni miongoni mwa taasisi za elimu ya juu inayofanya kazi kwa ukaribu mkubwa sana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, moja kwa moja kwa kupitia Tume ya Vyuo Vikuu, yaani TCU. Kwa muda mrefu SUZA imekuwa ikishiriki makongamano ya kitaaluma, maonyesho ya elimu ya juu, mashindano mbalimbali ya michezo, tafiti za kitaaluma na miradi mbalimbali kwa kushirikiana na vyuo vikuu vingine na taasisi mbalimbali za elimu. Kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, wanafunzi wetu wanaendelea kunufaika na mikopo inayowawezesha kukidhi haja zao za kulipa ada, ili kupunguza mzigo kwa familia ambazo zingeshindwa kusomesha watoto wao licha ya ufaulu waliopata. Hivyo ni wataka wanafunzi kuendelea kutumia fursa hii ili kujiendeleza kielimu na kuwa tayari kurejesha mikopo mara tu baada ya kupata ajira, hata katika taasisi zisizo za kiserikali. Kwa kufanya hivyo, tutawezesha bodi ya mikopo kuweza kuendelea kuwahudumia Watanzania wengine wengi zaidi. Mheshimiwa mkuu wa chuo, hivi sasa SUZA ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yaani HIT. Mradi huu upo chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ambao unafadhiliwa na Benki ya Dunia kwa mkopo wa masharti nafuu. Kupitia mradi huu, SUZA itanufaika kupata majengo yatakayotumika kufundishia na kufanyia tafiti mbalimbali za kitaalamu kwa wanataaluma
wa ndani na nje, sambamba na kujenga uwezo wa taaluma ili kupanua wigo na kukuza utaalamu wa fani zinazohitajika na jamii ya sasa. Hivyo nipende kwa niaba ya Waziri wa Elimu na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuchukua fursa hii kuwahimiza viongozi wa chuo kuhakikisha wale wote waliopata fursa za kwenda masomoni kupitia mradi wa HEET wawasimamie na wafuatilie kwa ukaribu ili kuhakikisha wanamaliza masomo yao kwa muda uliopangwa na wanarudi chuoni kutumia taaluma walizopata na kuitumikia jamii kama ilivyo moto ya chuo, kichocheo cha mabadiliko kwa jamii. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kwa kuwa jukumu langu lilikuwa kutoa salamu tu kwa niaba ya Waziri wa Elimu na Wizara ya Elimu na Sayansi na Teknolojia, nimalizie kwa kuwapongeza sana wahitimu hawa kwa ngazi zote kwa jitihada zao za kusoma usiku na mchana na wengine kukimbia familia zao ambazo leo hii zimezaa matunda na tunaziona nyuso zao na za familia zao zilivyo na furaha na hamu ya kukabidhiwa shahada na tuzo mbalimbali. Sasa ili nisiwacheleweshe kukabidhiwa shahada na tuzo zao, Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, naomba nimalizie hapa na nashukuru sana kwa kunisikiliza.